Baada ya Paula kuwajibu waandishi wa habari kuhusiana na yeye kuolewa na Mario, of course alizungumzia mada na pointi ya kwamba yeye umri wake bado kwa sasa inabidi usogee kidogo ili mradi aje kuingia kwenye ndoa. Lakini kwenye issue ya yeye na Omari inaonekana kabisa kwamba kila mmoja inavutia kwa upande wake, kwa sababu yeye mwenyewe pia baada ya kujitetea hivyo akazungumza kwamba waandishi wa habari wazungumze na bwana Omari ambaye ni Mario Toto Badi. Sasa issue ambayo kwa sasa inayoendelea katika familia ya Kajala ni unaambiwa kwamba P-Funk Majani tayari ameshazungumza na Mario na tayari simu zimeshaanza kuita, kwa sababu kadiri siku zinavyozidi kwenda inakuwa si heshima kwa P-Funk Majani, ambapo anaamini kabisa kwamba sasa hivi mtoto wake ameshazalishwa, alafu pia siku zinazidi kwenda. Sasa kitendo cha kuto kumheshimisha kwa kuweza kufunga naye ndoa inakuwa ni kama dharau, na P-Funk Majani anakuwa amekubali dharau na kijili kutoka kwa Mario Toto Badi. Imagine kwamba inatokea kesho na kesho kutwa Mario anaachana na Paula, it means kabisa kwamba inakuwa sio heshima, na ni rahisi sana Mario kuweza kumdharau Paula na kumdharau pia P-Funk Majani, ambapo inakuwa si heshima kwa wazazi ambao wanaamini kabisa kwamba mtoto anapozalishwa na mwisho wa siku pia mchumba wake akawa yupo naye kimahusiano, basi kinachofuata ni kufuata utaratibu wa kuingia kwenye ndoa. Na issue ambayo kwa sasa pia inayochelewesha haya mambo ni kufikiria ratiba ya Kajala, mama yake mzazi, na Paula ambaye pia na yeye yupo kwenye process ya kuolewa na Harmonize. Kwa hiyo kwa hivi sasa kikao kilichopo ni kuangalia, je, ndoa ya nani ianze? Je, ianze ya Mario na Paula ama pia ije ifuate ya Harmonize na Kajala, ama waanze Harmonize na Kajala then ije ifuate ya Mario pamoja na Paula? Na issue pia nyingine ama big surprise inawezekana pia yani wakafanya pia kama special surprise kwa mashabiki, yani ndoa ifungwe siku moja, yani huko Mario anafunga ndoa na Paula, lakini mwisho wa siku pia Harmonize anafunga ndoa na Kajala. Ninaamini yote yanawezekana, sema tu labda kutakuwa na changamoto kwa sababu ya ile maintenance ya watu wajue wanaenda sehemu gani, kwa sababu kila mmoja ninaamini kwamba anatamani sana kuweza kuwepo kwenye harusi ama pia siku ya furaha ya mwenzie. Yani ninaamini kabisa kwamba Paula anatamani sana kuja kumuona mama yake mzazi kwa mara nyingine tena akiwa anafunga ndoa na mwanaume ambaye anampenda. Lakini pia hata kwa upande wa Kajala the same, ninaamini kwamba anatamani sana kumuona mtoto wake akiwa anafunga ndoa kwa mara ya kwanza na mwanaume ambaye anampenda. Kwa hiyo kwenye hii issue ama wazo la kufunga ndoa siku moja, nafikiri ni issue ambayo inaweza kuwa ni kama surprise kwa mashabiki, lakini ninaamini kabisa kwamba ndani ya mwaka huu 2026 basi ndoa zote zinafungwa, kwa sababu kwa issue ya P-Funk Majani ni issue ambayo ameiongelea kwa serious wa hali ya juu sana, na ninaamini kama ni fact ambayo Mario imemgusa na atafanya maamuzi ya kufuata taratibu zote za kumuoa Paula. Lakini kwenye issue ya Kajala na Harmonize the same, pia tunasubiria pia taratibu zianze kufanyika, Harmonize aweze kufanikisha ndoto yake na furaha ya moyo wake. Lakini good news ni kwamba familia zote ziko salama salmini, hakuna mtu ambaye labda kidogo na changamoto na mwenzie, yani penzi pajeti ya neno sutwe. Kwa upande wa Mario na Paula mambo yao yako safi kabisa, mahusiano yao yanazidi kwenda kwa kasi, na kwa upande wa Harmonize na Kajala the same, pia mahusiano yao yapo kama kawaida. So cha msingi nikutane kwenye upande wa comment, lakini pia good luck na all the best kwa Paula na Mario pamoja pia na kaka yetu Rajabu pamoja na Kajala, all the best, na tunatakia pia maandalizi mema ya harusi ambazo zitafanyika ndani ya mwaka huu 2026. Hapa ni Hot Boy Media.